Kama pressure za basketball ziwezi, hii mechi ya leo Dar City achana nayo. Yani wewe kama mtu wa pressure achana kabisa na hii mechi, tutakupa matokeo ya mwisho. Lakini ukiamua kuangalia, shauri lako. Usituletee kelele. Yani hii mechi ya leo inahitaji uwe na moyo kweli wa kuitizama. Dar City leo anacheza na Petro de Luanda saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni moja ya mechi ngumu kabisa kwa Dar City, kama tulivyoshuhudia kwenye mechi dhidi ya Al Ahly ambayo Dar City alipoteza kwa blowout, na mechi ya leo itakuwa mechi ngumu kwa sababu ya mpinzani ambaye anaenda kukutana naye. Kwanza, Petro de Luanda kama nilivyokuambia, hawa ni finalist wa BAL 2025. Waingia finali wakashika nafasi ya pili msimu uliopita. Na msimu huu wameshashinda mechi 2 na wamepoteza mechi 1. The same kwa Dar City ambao pia wameshinda mechi 2 na wamepoteza mechi 1. So mechi hii ya leo itakuwa na tension kubwa kwa sababu kila mtu anajua akishinda mechi ya leo atakuwa na nafasi ya kwenda katika hatua ya robo finali. So mpaka sasa hivi timu ziko even, ingawa Petro de Luanda wako nafasi ya pili, Dar City wako nafasi ya 3. So itakuwa mechi ngumu. Kwa nini itakuwa mechi ngumu? Kwa sababu Petro de Luanda ni moja ya timu bora kabisa. Kama tuliangalia katika mechi iliyopita dhidi ya NCT, waliperform vizuri wakashinda kwa blowout. Na ni moja ya timu ambayo ina wachezaji ambao wana size. So katika basketball size ina mata sana. So wanaweza wakawa match wachezaji wote wa Dar City, kwa maana kwamba kina Hashim Thabiti na wachezaji wengine, sababu wao wana wachezaji ambao wana size. Pia ni timu ambayo wako vizuri kwenye 3 point, kwa maana kwenye offense wako vizuri kwenye, wanaweza kufunga kwa layup, kwa dunks, kwa maana kwamba wanaweza kufunga kwenye rim, na pia wanaweza kutengeneza open shot sababu ni timu ambayo ina ball movement nzuri sana. So Dar City watakutana na mechi ngumu sana katika hii mechi ya leo dhidi ya Petro de Luanda. Na kitu kingine, jamaa wako vizuri kwenye rebounds, kwa maana ya rebound za offense na defense wako vizuri sana. Na kitu kingine ambacho kiliwapa ushindi kwenye mechi iliyopita ni bench players wao. Wana wachezaji wa bench ambao wanaweza kuperform vizuri wakacontribute na kupata points nyingi. So ni kitu ambacho Dar City watakutana nacho, kutokana na timu ya Dar City wachezaji wengi ambao wanatumika ni wale kwa sababu mechi ya kwanza, mechi ya pili walitumika wachezaji wale kiasi kwamba wachezaji wakachoka, kupelekea mechi ya Al Ahly wachezaji wakawa wamechoka, mechi ikaisha kwa kufungwa kwa blowout. So bench players wa Petro de Luanda wako vizuri. So hiko ni moja ya kitu ambacho kitatofautisha kwenye mechi ya leo, kwa sababu wenzao Petro de Luanda wataweza kurotate wachezaji, wakati Dar City wana wachezaji wale wakina David Michi, wakina Foster, wakina Zuzwa. So ili Dar City ya perform vizuri leo, inatakiwa wale wachezaji wao wa work overtime, yani wawe bora muda wote, kwa sababu benchi la Dar City si bora sawa na timu ya Petro de Luanda. Na kitu kingine ambacho Dar City wanatakiwa kipunguze leo ni kupoteza possession nyingi mfululizo, kwa maana ya kwamba ukipoteza possession ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwenzako akafunga pointi 2 tuseme, gap lishakuwa pointi 6. So unajikuta wewe uko pointi nyingi nyuma, unakuwa mtumwa katika kota zote. So tuliona katika mechi iliyopita dhidi ya Al Ahly, game ilikuwa imeisha kutoka kota ya kwanza kwa sababu waliruhusu hiyo gap kuwa kubwa. Kwa hiyo wanatakiwa wasiruhusu kupoteza possession nyingi. Of course kila possession ina mata kwenye basketball. Unavyoenda unatakiwa ufunge. Hautofunga zote, lakini hautakiwi kupoteza possession nyingi mfululizo kama ilivyokuwa katika game iliyopita ambao walikuwa na turnover nyingi afu wapinzani wakazitumia. Unapopoteza possession nyingi mfululizo, kitakachotokea ni kwamba wewe utakuwa nyuma. Baadaye itakuforce uanze kucheza grid defense. Unapocheza defense kwa nguvu utasababisha foul. Ukishacheza foul, it means jamaa wataenda kwenye free throw, watakufunga. Na jamaa Petro de Luanda wazuri sana kwenye hizo free throw, watakufunga. Kitu kingine ni kwamba wachezaji wako wakiwa wanapata foul, it means hawatakuwa comfortable, kwa sababu wakipata foul nyingi watakuwa ejected. Kwa hiyo gap lisiwe kubwa kuanzia ile kota ya kwanza kama mechi iliyopita. Na kingine, ukiwa na gap kubwa utabadilisha gameplay yako, kwa maana kwamba utajikuta una force kucheza kufunga 3 points ili ukate ile gap la points. Kwa hiyo sasa unavyo force kucheza 3 points, hauwezi kufunga 3 points muda wote. Unajikuta unakosa, so una lose tena possession. Na kitu kingine ambacho jamaa wako vizuri sana Petro de Luanda, mimi nakwambia ukweli ili ukiangalia mechi usiwe surprise. Jamaa wana defense nzuri sana. So defense yao inakuforce nyie mwe na bad shot. So wachezaji wa Dar City leo watakutana na timu ambayo ina defense nzuri sana. Kwa hiyo wabidi wawe bora, yani kuliko katika mechi zote ambazo wamecheza, ili waweze kuovercome. At least game ikiwa close game inakuwa game nzuri sana kuliko jamaa
kukiwa kuna gap kubwa. So nategemea mechi nzuri. Mechi itachezwa saa 2 usiku kwa saa za Afrika Mashariki, and Dar City nategemea wa perform vizuri. So kama nilivyosema mara ya kwanza, kama wewe ni mtu wa pressure za basketball ziwezi, achana kabisa na hii mechi. Mimi nitakusimulia baada ya mechi kitu gani kimetokea.